Naam, taarifa njema kwa Tundu Lissu zatangazwa rasmi akiwa gerezani leo. Tundu Lissu apata sababu nyingine ya kutabasamu baada ya tukio kubwa kufanyika tarehe 18 mwezi huu wa Juni. Licha ya kesi yake kuahirishwa mara kwa mara na kukaa zaidi ya siku 400 gerezani, Chadema leo waja na mbinu mpya na mpango mpya wa kumwokoa Tundu Lissu kutoka kwa minyororo ya kesi ya mchongo ya uhaini iliyomweka gerezani kwa zaidi ya mwaka sasa. Like video hii, subscribe, alafu niambie unanisikiliza ukiwa wapi. Kama upo nje ya nchi niambie uko taifa gani, na kama upo humo Tanzania niambie unanipata vizuri ukiwa mkoa au maeneo gani. Mtazamaji, chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kimetangaza awamu mpya kubwa katika kampeni zake za kumwokoa Tundu Lissu kutoka kwa kesi ya uhaini na za kutaka mwenyekiti wake wa taifa Tundu Lissu kuachiwa huru, huku chama hicho kikishinikiza kupatikana kwa katiba mpya nchini Tanzania. Chadema imetoa taarifa njema kuhusu Tundu Lissu ikitangaza kampeni mpya ya kuzunguka nchi nzima, Tanzania nzima, kampeni iliyopewa jina la Free Tundu Lissu, yani mwachilieni Tundu Lissu. Chama cha upinzani kimesema awamu ya pili ya kampeni hizi zake zinazojulikana kwa jina la Tundu Lissu awe huru na katiba mpya zitaanza rasmi Juni tarehe 18 kusini mwa Tanzania. Yote hii ni kutetea kuachiliwa huru kwa Tundu Antipas Lissu. Tangazo hilo tayari linavuta hisia katika duru za kisiasa, huku mijadala kuhusu kuwekwa kizuizini kwa Tundu Lissu, mageuzi ya kidemokrasia na mabadiliko ya kikatiba ukiendelea kushika kasi nchini kote. Kwa mujibu wa Chadema, kampeni hiyo kubwa ya kumsaidia Tundu Lissu itajikita zaidi katika kuhamasisha wananchi na kujenga uelewa kuhusu uhuru wa kisiasa, haki za kidemokrasia, matakwa ya chama cha mabadiliko ya katiba, na pia kutetea Tundu Lissu aachiliwe huru na kesi yake ya uhaini itolewe uamuzi au aachiliwe kabisa. Taarifa hiyo ilitolewa na mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chadema Brenda Rupia wakati wa mkutano na waandishi wa habari mnamo Juni tarehe 16 mwaka 2026. Brenda Rupia kutoka Chadema alieleza kuwa kampeni hiyo ya Free Tundu Lissu ni mwendelezo wa awamu ya kwanza ambayo iliendeshwa katika maeneo mengine ya nchi na kuvutia maslahi makubwa ya umma. Kwa mujibu wa chama hicho, awamu hiyo mpya ya tarehe 18 Juni ya kumsaidia Tundu Lissu italenga kusini mwa Tanzania kupitia mfululizo wa mikutano ya hadhara na mazungumzo ya moja kwa moja na wananchi kutetea haki za kiongozi wao. Kampeni hizo zinatarajiwa kuanza rasmi mjini Nachingwea Juni tarehe 18, ambapo viongozi wa chama hicho watafanya mkutano mkubwa wa hadhara. Siku inayofuata Juni tarehe 19, timu ya Tundu Lissu ama timu ya kampeni ya Chadema itahamia Masasi kabla ya kuhitimisha ziara ya kanda ya kusini katika manispaa ya Songea Juni tarehe 20. Inatarajiwa ya kuwa wananchi wengi na wafuasi wa Tundu Lissu wataingia barabarani katika mkutano na Chadema, na pia katika mkutano huo wanatarajiwa kuimba nyimbo za kutetea uhuru wa Tundu Lissu. Chadema inasema madhumuni ya mikutano hiyo ni kuzungumza moja kwa moja na Watanzania kuhusu hali ya kisiasa nchini na mustakabali wa mageuzi ya kidemokrasia na katiba, na pia mustakabali na uamuzi kuhusu kesi ya Tundu Lissu. Chama hicho pia kimepanga kuendelea kuangazia kesi hiyo inayomkabili Tundu Lissu, kesi ya mchongo ya uhaini, ambaye bado ni miongoni mwa vigogo wa upinzani nchini Tanzania. Na hii ndio sababu haswa kampeni hiyo inavutia umakini wa kitaifa. Hii si tu ziara nyingine ya kisiasa, mtazamaji. Kwa Chadema, kampeni hii inachanganya masuala mawili muhimu ambayo yametawala mijadala ya kisiasa kwa miezi kadhaa sasa. La kwanza ni kutaka Tundu Lissu achiwe huru mara moja. La pili ni wito wa katiba mpya nchini. Masuala yote mawili ikiwemo la Tundu Lissu yanaendelea kutoa maoni yenye nguvu kati ya wafuasi na wakosoaji sawa. Kwa mujibu wa maofisa wa chama hicho, wananchi watakaohudhuria mikutano hiyo watapata fursa ya kusikiliza msimamo wa upinzani Chadema kuhusu utawala bora, uwajibikaji, uhuru wa kisiasa na mageuzi ya katiba, na kuhusu kesi ya Tundu Lissu. Chama hicho kinahoji kuwa mabadiliko ya katiba ni muhimu ili kuimarisha demokrasia na kuongeza ushiriki wa umma katika kufanya maamuzi ya kitaifa. Wafuasi wa mageuzi ya katiba kwa muda mrefu wamekuwa wakihoji kuwa katiba mpya ya Tanzania inaweza kuboresha ama itaweza kuboresha uwajibikaji na kuunda ulinzi dhabiti kwa taasisi za kidemokrasia na vyama vingi nchini. Wakati huo huo, wafuasi wa Tundu Lissu upande wao wanaendelea kushikilia kuwa suala lake bado ni suala muhimu la kisiasa
linalostahili mjadala wa kitaifa na hawatakubali suala hilo ama kesi hiyo ya Tundu Lissu iweze tena kuahirishwa kwa mara nyingine mahakamani baada ya kusukumwa mbele kutoka tarehe 11 Juni hadi tarehe 6 Julai, huku Tundu Lissu akiwa amebaki gerezani kwa zaidi ya mwaka au zaidi ya siku 400. Huenda kampeni hii mpya ya kutetea kuachiliwa uhuru kwake ama mpango huu mpya wa Chadema wa kampeni hii ya Free Tundu Lissu ya kumwokoa Tundu Lissu kutoka kwa minyororo ya gerezani Ukonga huenda ikamletea matumaini Tundu Lissu, kwa kuwa amekaa muda mrefu yeye binafsi asijue ni lini ataweza kutoka katika milango hiyo ya gereza. Kutokana na hali hiyo, viongozi wa Chadema wanatarajiwa kutenga muda muhimu wakati wa mikutano hiyo kujadili mambo yote mawili. Vilevile Chadema wanatarajiwa kufanya maombi ya pamoja ya hadhara pamoja na wafuasi wa Tundu Lissu na wananchi na wafuasi wa Chadema. Tangazo la kampeni hizo linakuja wakati mijadala ya kisiasa inayohusu mageuzi ya kidemokrasia ikisalia amilifu katika mikoa mbalimbali ya Tanzania. Kinachofanya kampeni hii kuwa muhimu sana, mtazamaji wangu, leo ni wakati wake. Nchi inaendelea sasa kushuhudia mijadala kuhusu utawala, ushiriki wa kisiasa na mwelekeo wa baadaye wa mageuzi ya kidemokrasia. Kwa sababu hiyo, mtazamaji, kila mikusanyiko ya hadhara, kila kampeni kubwa ya kisiasa sasa inavutia watu wengi kuliko kawaida. Wachunguzi wa masuala ya kisiasa wanasema ziara ya kanda ya kusini itatoa fursa nyingine ya kupima maslahi ya umma ya Watanzania na wafuasi wa Lissu katika masuala yanayoibuliwa na upinzani. Wengine wanaamini kuwa kampeni hiyo inaweza hatimaye kuwapa wafuasi nguvu zaidi kabla ya shughuli za kisiasa za siku zijazo. Wakati huo huo, wakosoaji pia upande wao na wana CCM wanahoji kwa mageuzi ya katiba yanasalia kwa suala tata linalohitaji maridhiano mapana ya kitaifa na ya vyama vya kisiasa nchini badala ya uhamasishaji wa vyama pekee. Hata hivyo, Chadema inasisitiza kwamba ushirikishwaji wa umma wa Watanzania ni muhimu ikiwa mageuzi ya maana yatapatikana. Chama hicho kinasema viongozi wake ndani ya Chadema wataendelea kuzunguka nchi nzima ili kuweka hai mazungumzo hayo ya katiba bila kumsahau Tundu Lissu. Kwa wafuasi wengi, kampeni hii inawakilisha juhudi za kuhakikisha kuwa mageuzi ya kisiasa yanasalia kuwa sehemu ya mazungumzo ya kitaifa. Kwa wengine nako ni sura nyingine katika mjadala unaoendelea kuhusu mustakabali wa kisiasa wa Tanzania. Wakati maandalizi ya mikutano ya kampeni hii ya kumtetea Lissu na katiba mpya huko kanda ya kusini mwa nchi yakiendelea, sasa umakini umeelekezwa kwa Nachingwea, Masasi na Songea, ambapo awamu nyingine ya kampeni hii ya Tundu Lissu itaanza rasmi. Siku zijazo zitafichua jinsi wananchi wa Tanzania wanavyoitikia ujumbe na kampeni hii ya kumtetea Lissu inayotolewa na viongozi wa Chadema. Kinachobakia wazi leo ni kwamba masuala kumhusu Tundu Lissu na mabadiliko ya katiba yameendelea kuchukua nafasi kubwa katika mjadala wa kisiasa Tanzania. Na kwa kuzinduliwa kwa awamu hii ya pili ya kampeni za Chadema inaashiria kwamba haina nia ya kupunguza kasi ya kampeni zake kabisa. Wafuasi wanajiandaa kwa mikutano hiyo, wachunguzi wa siasa wanafuatilia kwa karibu, na wananchi kote nchini wanasubiri kuona kampeni hiyo itaweza kuzaa matunda au la. Hata hivyo, mtazamaji, ni hayo tu ambayo nimejaliwa kukuandalia katika ripoti ya habari hizi.